wetu kutambua sera za nchi yetu kwenye maendeleo mbalimbali. Ziko fursa za mazingira, ziko fursa za kila eneo. Na sisi SMAUJATA tumesema kwamba tutakuwa mabalozi wa kuhakikisha kwamba fursa za kisera ambazo ziko kwenye sekta mbalimbali, basi tunakuwa mawakala wazuri wa kuzifikisha kwenye jamii. Mheshimiwa mgeni rasmi, nitoe tu elimu kadogo. Pale kwenye ofisi ya mkurugenzi kwenye kila halmashauri kuna wizara zote pale za kisekta. Ukitaka mambo ya vijana yako pale, ukitaka sijui kilimo kiko pale, ukitaka sheria na vitu vingi viko pale. Lakini vijana wangapi wanakwenda kwenye zile ofisi za halmashauri kwa lengo la kupata msaada? Kwa sababu wale wataalamu walioko pale wako mahususi kwa ajili ya kusaidia wananchi. Sasa tusijibane tu kwenye kona ya kuwalaumu kwa nini hawashuki kwetu. Lakini sisi tutambue tunao wajibu wa kugonga hodi kwenye zile ofisi. Kwa mheshimiwa mgeni rasmi, huu ni mkutano wako ambao wewe ndiye mgeni rasmi, lakini pia ni kongamano la vijana. Na kama nilivyosema, sasa hivi tuna changamoto kubwa ya ajira na mambo mengine. Na sisi kama SMAUJATA tunazo idara pia za mambo ya sheria, saikolojia, na umahususi wa hizo idara ni kutoa wigo kwa vijana ambao wana taaluma mbalimbali, kuexercise uwezo na uzoefu wao kuwafikia wananchi. Tunaamini ukijifungia tu na una uwezo fulani hauwezi kufikia malengo yako. Kwa hiyo kama wewe ni mwanasheria, ukija ndani ya SMAUJATA utakutana na watu wenye kesi za kubakwa, kulawitiwa na kesi zingine ambazo ukitumika kama msaada kwao unajijenga, na mwisho wa siku jamii na kutambua na fursa zitakukuta huko kazini. Kwa hiyo sisi kama SMAUJATA tunaamini kwamba ujuzi alionao mtu asipouonesha hauwezi kwenda kwenye jamii. Uwezo alionao mtu asipokuwa tayari kushirikiana na jamii, inawezekana kabisa akafa na ndoto zake. Kwa hiyo vijana ambao leo tumekutana leo mkoa wa Tanga, nataka niwaambie nini? Kupitia kongamano hili ni muhimu sasa kama vijana pia tukajiwekea mkakati wa malengo ya kila mwaka unapoanza. Unamiliki nini? Kumiliki lazima uweke malengo. Usipoweka malengo ukaishi tu kama siku zipo, lazima utakuwa unapoteza muda. Kwa hiyo tujitahidi kuhakikisha ujuzi tulionao, maarifa tulionayo, tuna vyuo mbalimbali vya VETA na viongozi wetu wamekuwa wakisisitiza juu ya umuhimu wa kuyafuatilia mafunzo ya VETA na mafunzo mengine. Tuachane na watu ambao wanatumia mitandao kutulaghai wakati wao wanaishi kwa bando zetu. Kwa sababu kumekuwa na mtindo wa vijana kurubuniwa na kuambiwa kwamba fursa hazipo. Na tunawashabikia wale watu, tunaongezea followers, tunaongezea viewers. Wao wanalipwa, sisi hatulipwi. Kwa hiyo mgeni rasmi, nimesema hayo machache kwa lengo tu kwamba kuweka msisitizo wa malengo hasa ya kuanzishwa SMAUJATA. SMAUJATA ipo kwa ajili ya kujenga mahusiano kati ya mwananchi na mwananchi, kushirikishana fursa mbalimbali na mwisho wa siku kuyafikia maendeleo endelevu. Sasa hivi tunakwenda kwenye bunge la bajeti. Natamani kuona vijana ambao watafuatilia mijadala ya bunge, namna ya uwasilishwaji wa bajeti na kujua wizara ipi imewekewa bajeti na ina fursa zipi, kwa sababu mule kwenye bajeti zao huwa wanaweka pia mpaka vipaumbele vya wizara husika. Na sisi kama vijana tuna nafasi pia ya kufuatilia vitu kama hivi. Utagundua kumbe kwenye kilimo kuna pesa imewekwa kwa ajili ya kitu fulani. Sisi tunakuwa watu wa kufuatilia taarifa za namna hiyo. Basi mgeni rasmi, nisiwe mzungumzaji sana, naamini mengi wewe utakuja kuzungumza na vijana. Lakini kabla sijahitimisha, basi niweze kumkaribisha Mheshimiwa mkuu wa wilaya ya Tanga ambaye yeye anamwakilisha pia mkuu wa mkoa wa Tanga kwa neno la mkoa, na mwisho basi ataweza pia kukukaribisha wewe mgeni rasmi. Sio haba, hiyo tu ni nia ya dhati. Sasa usije ukatoka bure. Na kongamano hili likawe chachu la wewe kuyafuata malengo yako. Toka hapa na mpango kazi. Sawa sawa ndugu zangu? Tuko pamoja vijana? Hakuna mtu amewahi kwenda ofisi ya serikali akanyimwa ushirikiano. Sawa sawa? Na hata kama utanyimwa ushirikiano, tuna maafisa, tuna viongozi wa idara za vijana kwenye maeneo yale. Tunalijua hilo. Vijana, nguvu kazi ya taifa. Vijana, nguvu kazi ya taifa.